Wakati kesi ya Lissu inaendelea na inaonekana kama anawabana vilivyo mashahidi, na wengi mkao nasema Lissu yani kesi nyepesi, anashinda, anatoka. Kuna kitu niliwaambia nikasema Lissu kwa kesi anaweza akasurubiwa. Niliweka mfano hii clip na kuonyesha thumbnail yake hapa. Nilifafanua sana mwenendo wa kesi ya Lissu inavyokwenda, anavyowekewa mashahidi wa namna zile, aina ya ushahidi unaotolewa, na anavyoonyeshwa upendo. Na wakati mwingine wa vijana wanasheria, mawakili wa serikali wanaonekana kama wanasikitika, ni kama wanamwonea huruma, ni kama wakati mwingine ni rafiki, wanasalimiana na mnasalimiana, mnafurahiana nao. Niliwaambia hivi namna hii kesi inavyoendeshwa. Kwenye clip hii nilionyesha kwamba namna hizi kama za kucheka, kama za kawaida kabisa, kama ambazo kawabana mashahidi hawana cha kusema, hizi watu kama Lissu walisurubiwa. Niliweka mifano mingi ya kina Paulo, mifano ya kina Naboth walivyosurubiwa, mifano ya kina Yesu walivyosurubiwa na kadhalika. Nadhani sasa mnaona ni kama kesi imesimama. Inawezekana kupitia kesi ya Lissu ndo itaonekana sheria ilivyo na ubaguzi. Kufanyika kwa komito kwa kesi za aina hii kama ya kina Lissu, ambazo nadhani ndo hizo kesi pengine za mauaji na kesi za aina hii, sijui pengine, lakini wengi ambao mimi niongea nao walikuwa wakikaa kuanzia mwaka, lakini pengine tumeona ya Lissu ilienda immediate, ilipokamatwa ikafanya ikaenda komito, tayari ikaenda Mahakama Kuu kwa ajili ya usikilizwaji. Lakini jambo lingine ambalo ndo unaona sheria ni kama inatekelezwa kulingana na madaraja ya watu, basi utaona kwenye kukatiwa rufaa kwa kitu, kwa sababu kwa niliyoyaona mimi, mahakama ya rufani ikikatwa rufaa kwa madaraja ya watu ambayo inawezekana sheria hutekelezwa kulingana kuziangalia sura zao. Jambo lolote likikatiwa rufaa kwenda mahakama za rufani, walinaweza likakaa kuanzia mwaka mmoja kwenda juu, ama sio kama ni miezi 6 na mengineyo. Sasa imagine kama kila watakapoingiza kitu fulani kenye utata, watakuwa wakikatia rufaa inakwenda miezi 6, mwaka mmoja, 2, 3, huko si kusurubiwa kwenyewe. Sasa imagine kama Lissu yafuatwe hayo, hawa watu njia ya kumpoteza Lissu inaweza ikawa ni hiyo tu. Kila wakifika wataingiza kwa kipengele kenye utata kisheria, au ambako hakako kabisa kisheria. Lissu akakipinga kisheria, watasema hatujaridhishwa na maamuzi haya, tunakata rufaa, inakwenda miaka kadhaa. Kwa taarifa yako, kwa uelewa wako, huko sio kusurubiwa, huko sio kuuawa, huko sio kunyongwa. Mimi nimekaa gerezani, anyway, si ajabu kurudi tena gerezani kwa mateso makubwa kuliko niliyopitia. Lakini nafahamu kwamba gerezani, kwa magereza yalivyo, ni zaidi ya kifo. Ni kweli unaweza ukamwona shujaa, ni kweli Lissu hata akitembea kitokea anaonekana shujaa, anaonekana hajaumia, hajadhurika. Hii ni kwa sababu tu Lissu, kwa zile risasi zilizomkosa, hususan zile risasi, ni kama nafsi ilishakufa.
kinachoishi ni kivuli. Lakini ukweli ni kwamba pale alipo anaumia kuliko kifo chenyewe. Pale alipo inawezekana kabisa anaweza akawa anasema afadhali ningeuawa kuliko hali hii, hatua hizi, maisha haya ambayo mimi pia kwa mateso yote haya sitoi jibu. Nasema hivi kwa sababu kuna watu mnamuona shujaa, lakini usione hata shujaa uhurumiwa. Sijue shujaa uhurumiwa. Shujaa mtu anapoumia na kustahimili, hata kama unamwita shujaa. Ninatoa haya kwamba wanadamu tusiwe wepesi wa kukubali kwamba hali ndo imeshakuwa hivi. Wanadamu tusiwe kwenye kifungo cha sheria ndo inavyotaka. Hakuna sheria inayotaka ateswe mtu asiye na hatia. Yaani kwa mfano kesi, sheria zipo ili kesi kama sheria zingekuwa zile za kibinadamu, zinakuwepo ili kesi iwe na muda mfupi zaidi, saa moja, chini ya saa moja, huko ndio kungeitwa kuendelea. Sasa naongea hili kwa pande zote mbili. Mnaosema mna mapenzi na Tundu Lissu, naambia mapenzi sio hivyo. Kukaa kwa namna hizi mlizokaa ambazo haziwaleti kwenye harakati ambazo hata ikiwezekana nyie mnaweza mkauawa, mnaweza mkafungwa na nyie kwa ajili ya Tundu Lissu. Msidhani kwamba Lissu atanasuka kirahisi. Ushahidi unavyowasilishwa na namna kesi inavyoendeshwa na msimamo wa mtu ambaye anasema wewe ndiye mwana wa Mungu, anasema mimi ndiye, mtu aliye tayari kukiri haya kweli niliyasema, na kisheria kiutaratibu sio kosa. Kesi zozote za watu kama hawa zinatakiwa kama akina Mbowe vile. Watu kama hawa zinataka hata kama ulisema, aidha sema sikusema, au kama hujasema sikusema, useme nilisema na uombe msamaha kwamba mnisamehe, njoni tugawane tu asali. Lakini ukiweka msimamo, wanakuja kwa siri umeweka msimamo katika dunia inayoamini ya kwamba njia ya wewe kuishi salama ni kukubali kwamba tunavyokuonea, tunavyokuumiza ndio maisha bora. Amini kwamba Lissu ataumia sana, ataumia kuliko kifo chenyewe. Mimi naweza nikaita, kwa sababu nimekaa gerezani, nimeona watu gerezani kule, ikiwa mimi mwenyewe, walikuwa wanasema afadhali kufa, afadhali mtu uwe kuliko hiki mnachotufanyia. Na hakika alipo pale ndio anaweza kuja kutoka, lakini ni kama mtu tu aliyefufuka kutoka kwa wafu. Munao mpenda Lissu, sidhani kama hatua mnazochukua zinatosha. Sasa mkisema tutasubiri sheria inatafsiriwa apendavyo anayependa kumtesa, anayependa kuua Watanganyika na Watanzania, ili aendelee kula mali yeye na watoto wake, ili aendelee kukaa kwenye cheo na nafasi aliyokaa. Hakuna sheria itatafsiriwa kama mnavyodhania. Kwa sehemu kubwa sheria iko ndani ya moyo wa mwanadamu. Hata jaji, mahakimu wanafahamu kwamba mizunguko yote wanapita kwa sababu pana wanufaika wa mizunguko hiyo. Lakini kesi, jamii ambayo ingeitwa imeendelea, ilikuwa kuamua kesi ya aina yoyote chini ya saa moja. Kama ni mtu kufungwa, afungwe. Kama sio chini ya saa moja, chini ya siku moja.
chini ya masaa 12. Kimsingi ukiwa na jamii ambayo imenyooka, ukimsikia tu huyu ndani ya dakika 5 ilikuwaje 1 2 3, ukamsikia huyu ilikuwaje 1 2 3, pana shahidi gani ambaye aliona haya ilikuwa 1 2 3, shahidi 1 2 3, unatoa hukumu hapo. Alimadamu hatuko hapo, mjue hatuna sheria yoyote ya maana iliyo na makusudi mema dhidi yetu. Mtu amekosa, mhukumuni, mnyongeni aishe. Kama anakata rufaa, akate rufaa leo, baada ya siku 2 iteni rufaa ionekane mahakama zote zimeshindikana. Ndio wataonewa zaidi watu, watauawa zaidi watu kwa haraka haraka. Watakapouawa wengi zaidi kwa haraka haraka, ndipo ukombozi unaweza ukatokea. Watakapoonewa wengi kwa haraka haraka, sheria zikiwa zinafanyiwa kazi hivyo, ndipo ukombozi wa kweli ungeweza kutokea. Lakini tukijua acha tufage taratibu taratibu, tuteswage taratibu taratibu, sawa. Wengine sisi, Paulo anasema tunakufa mara nyingi, tunauawa mchana kutwa. Wengine sisi nafsi zetu zimesha kufa kwa uchungu na mateso na maumivu tulionayo. Ngoja tuone wengine, sababu ikiwa mti mbichi Lissu unafanyiwa haya, usidhani wewe utakwepa. Utatolewa mbuzi wa kafara ili onekane kwa Lissu yalikuwa ni sawasawa. Wito wa mwisho ni kwa mnao nufaika na watu kulia, watu kuumia. Niliwaambia kumuumiza mtu sio ushindi. Kumuumiza mtu si njia ya kuficha ubaya wako. Kumuumiza mtu hakupunguzi hatari, hakupunguzi kisasi juu ya uliowaumiza. Kutubu ni kuacha kufanya ulioyafanya unayokiri kwamba ulikosea. Kama mnajua, kuua watu, kuiba, kujimilikisha mali ambazo mmejimilikisha ni kosa lililofanya asila kwenye mioyo ya watu. Kuendelea kuwatesa wengine kwa kutumia tafsiri ovu ya sheria, hamtatui tatizo. Niaminini mimi, hamtatui tatizo. Kuna lugha wa Zambia anasema akatanshikena takalisha kano akalekeresha ekasha. Anayeanza kuteseka mwanzoni haumii sana kuliko yule atakayeteseka baadaye. Mateso hayana yatakujia mwaka gani. Usiishi maisha ambayo utakapopata mateso itakuwa halali yako, na we mwenyewe nafsi yako utakwambia hapana, mimi ni halali yangu, nimetesa sana watu, na watu wengine watasema we ni halali yako. Unapogundua kwamba kuna watu umewaumiza, kutubu ni kugairi na kuacha namna yoyote ya watu kulia. Lakini kama sivyo, mnasema mtu aliyezoea kula nyama ya watu haachi, mtu aliyezoea kunywa damu za watu haachi. Ikiwa damu za watu, machozi ya watu kimegeuka kwa kilevi chenu, kimekuwa kitu cha kuwa refresh, basi mimi ni mhubiri, nitaendelea kuhubiri haya. Naweza usifurahishwe, lakini kuhubiri si kusema yale yanayomfurahisha mnywa damu au mnywa machozi ya watu. Kuhubiri kwa lugha tu iliyonyoka ni kumkera mnywa damu na mnywa machozi ya watu kwa kumwambia atake asitake, hicho unachofanya sio refreshment. Hicho unachofanya ni kero, ni maumivu, hata kwa ndugu zako wa karibu, watoto wako, mkeo, waume zako, mume wako, na wenyewe hata kama wanashindwa waseme chochote, lakini kumwona baba mama na kunywa damu na machozi ya watu kama njia ya kuwa salama kwenye cheo na nafasi aliyopo ni kelo kila mahali. Unarundika maumivu ambayo yatakapokukuta hutasema yalichelewa. Utayaona yatakuwa mapya na utayaona yatakuwa makubwa kuliko hata
ungekutana nayo mwanzo kwa sababu ya kutubu kwako ama kugairi kwako na kuacha yale mabaya uliokuwa ukiyafanya. Sijui ni kwa kiasi gani nimeeleweka, lakini neno langu ni kwamba Lissu kwa hicho alichofanyiwa sasa, kwamba yuko gerezani, sio inasubiriwa rufaa, huko ndo kusurubiwa kwenyewe. Hawa watu wana mashahidi, wanaweza kuongeza kwa kadri wawezavyo. Akitoka wakienda rufaa wakashuka, wanaweza kuweka kipengele tena kingine, wakabishana wakakata rufaa. Itakuwa ni hivyo mpaka Lissu atafariki, au wengine mnaosubiria ushindi wake mtafariki, hamtaona huo ushindi. Sijajua, sijapendekeza njia zozote kwa msisitizo, lakini nahisi mashabiki tu wa kumshabikia Lissu mkali wa kisheria hamtimizi wajibu wenu. Ukali wa kisheria hautamnasua Lissu katika uchungu na maumivu yale anayoyapitia. Kuna vingine tunakosa la kusema. Nafika tu kusema acha nikufikirishe, na ikiwa una Mungu yoyote unayemwabudu, muombe akuongoze cha kufanya, lakini hivi ulivyofanya haitoshi. Asante.